ukatili wa kijinsia pamoja na waathirika unyanyasaji wa kingono. Lakini pia nia na madhumuni ya dawati hili ni kuwapa nafasi ya uwazi kabisa wale waathirika kwa kusikiliza malalamiko yao ambao wanakuja kutoa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hizi ni vipeperushi, lakini ni moja ya majukumu yetu, lakini pia tunatoa elimu kama ambavyo unaona, tunatoa elimu kwa jamii, tunaifikia jamii kwa undani zaidi. Ndio maana sasa tumefanikiwa sana, kwa sababu watu wamekuwa na uelewa na wamekuwa wakitoa taarifa za ukatili na wamejua ni wapi pa kutoa taarifa, kupeleka malalamiko yao, kwa sababu wanapofika tunawashughulikia kwa utaratibu, na kwa sababu watendaji wa dawati ambao wako kwenye dawati ni askari hao, lakini wana mafunzo ambayo ni maalum kabisa. Kuna askari ambaye ametokea katika mkoa wetu, amepigiwa kura kwamba ni mwanamke kinara kwa hiyo za kinazo kufanyika mwezi uliopita. Yuko hapa, ni kati ya askari ambao pale mbele leo umewatunuku cheti, lakini ametambuliwa kwenye mkoa wa Mwanza wakati ya jamii. Na hiyo ni kutokana na kazi hizi. Hiyo nafasi ameipata kwa sababu ya kutumika kwenye haya madawati katika eneo la kuelimisha katika kuzuia uhalifu wa makosa ya ukatili. Sawa. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa mimi kwa niaba ya Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza, lakini kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kipekee kabisa kukushukuru kwa dhati kwa kukubali na kutenga siku hii ya leo kuwa nasi katika shughuli hii muhimu, katika hafla hii muhimu ya familia ya Jeshi la Polisi. Ndugu zangu, hata leo asubuhi mapema saa 2 nikiwa hapa uwanjani, nimetumia nafasi hii kumjulisha mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania kwamba tuna shughuli hizi katika mkoa wetu. Ameniambia anatutakia hafla njema, anatutakia sherehe njema, lakini ameniambia nitoe ujumbe kwamba tutumie siku hii ya leo pamoja na viongozi wa serikali tutakaokuwa nao kuendelea kushirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, lakini kubwa zaidi kuendelea kushirikiana na wananchi. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, limejikita zaidi katika swala zima la kuishirikisha jamii katika kuzuia zaidi uhalifu kabla haujatokea. Ndio mkakati ambao tunakwenda nao, ambao Mheshimiwa mkuu wa mkoa umekuwa ukitusaidia sana, kwa sababu kupitia kufanya hivyo tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa matukio yaliyokuwa yametamalaki katika mkoa wetu, kama matukio ya mauaji, matukio ya unyang'anyi, matukio ya uvunjaji, hata matukio makubwa ya ajali za barabarani yameweza kudhibitiwa, yameweza kuzuiwa kupitia mpango mahususi, mkakati mahususi wa Jeshi la Polisi wa kuzuia uhalifu kupitia kuwashirikisha wananchi. Ndugu mgeni rasmi, leo ni siku ya familia ya polisi katika mkoa wa Mwanza, ambayo shughuli hii hufanyika mara moja kwa mwaka. Na shughuli hii kwa mkoa wetu, hii ndio wakati umefika ambao tunaifanya siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni ya kuadhimisha siku ya familia ya polisi yako mengi, lakini kwa uchache nichukue nafasi hii kueleza ni kwa nini kuna shughuli hii kila mwaka. Madhumuni yake kwanza ni kupongezana kwa ajili ya kumaliza mwaka salama na kumkaribisha mwaka mpya. Mtakuwa mnafahamu kwamba askari wa Jeshi la Polisi pamoja na familia zao katika kipindi cha kumaliza mwaka, kipindi chochote, askari wa Jeshi la Polisi anakuwa na majukumu mengi ya kuzuia na kudhibiti uhalifu, ili wananchi wengi waweze kupumzika na kusherehekea sikukuu za mwaka mpya pamoja na Christmas salama. Kwa hiyo kipindi hicho unakuta askari wengi wanakuwa wako katika majukumu mbalimbali ya kiutendaji. Lakini pamoja na kuwa hivyo, sisi polisi bado ni wanadamu ambao nasi wakati mwingine tunahitaji kuburudisha akili zetu, tunahitaji kuburudisha bongo zetu kama nyinyi ambavyo huwa mnafanya. Kwa hiyo sisi utafuta wakati ambapo sasa mambo sio mengi, ndipo uandaa
namna njema ya kuwafanya askari na wenyewe vichwa vyao vipate nafasi ya kuburudika ili viweze kutafakari maisha ya kesho katika kazi na maisha mengine. Kwa hiyo wakati wetu wa kufanya hivyo tumeona ni wakati huu, na nishukuru Mungu kwamba tunafanya jambo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wako ukiwa shwari, salama na ukiwa na utulivu wa hali ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni mengine ni kuwapongeza maofisa wakaguzi na askari kwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo hadi kuvuka mwaka salama. Umeona siku ya leo wako wakaguzi, wako wa askari wa vyombo mbalimbali, umewapa vyeti. Vyeti hivyo vimetokana na kazi ambazo wamezifanya katika kipindi cha mwaka jana mpaka sasa tunapoongea. Nirudie tena, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi sote kuweza kukusanyika katika hadhara hii inayojulikana maarufu kama Police Family Day kwa mwaka 2026. Kamanda, ninakushukuru kwa sababu mwaka jana tulikuwa pale viwanja vya Mabatini kwa ajili ya Police Family Day ambayo ilikuwa ni sherehe nzuri sana. Bila shaka vyombo vingine pia vitaiga mwenendo wa jeshi la polisi. Siku nyingine nao magereza watatualika, uhamiaji, kwa sababu ni utaratibu mzuri ambao unafaa kuigwa na vyombo vingine. Ni utaratibu ambao unatuleta pamoja wananchi, jeshi la polisi, vyombo vingine, lakini pia na familia zetu kwa ajili ya kusherehekea siku hii muhimu kabisa. Na siku hii huleta uhusiano mzuri na huimarisha upendo kama ambavyo Baba Malisa ametuambia hapa jukwaani. Kwa hiyo ninakushukuru kamanda, umeimarisha wewe na jeshi la polisi, lakini pia na maafisa wanaokusaidia wote wa vitengo vyote wakiwemo wa mbwa na farasi ambao tumewaona pale, wa usalama barabarani, FFU, lakini hata watu wa dawati la jinsia wanafanya kazi mzuri sana. Ndio maana juzi uliniletea taarifa ya kwamba afisa wetu mmoja, jamii imempigia kura nyingi kuwa mwanamke kinara. Kwa hiyo dawati la jinsia tunawapongeza. Ukiona jamii inakutambua, inakupigia kura, basi wanathamini mchango mkubwa unaoufanya. Kwa hiyo tunawapongezeni sana wenzetu wa polisi. Hii haina maana kwamba vyombo vingine havifanyi kazi au kutimiza wajibu, bali leo tuko katika siku ya polisi. Nimefurahishwa na gwaride ambalo limepita mbele yetu. Bila shaka ameshuhudia umaridadi wa vijana wa polisi ambao ni wakakamavu. Hata wale watu wazima nao walioko kwenye gwaride nimeona wakiwa wanaonyesha taswira ya kwamba wao ni askari wa jeshi la polisi. Kwa hiyo ninawapongezeni na tuendelee, tuwe tayari wakati wote kuonyesha hata tunapostaafu. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kufanya mambo makubwa kwa jeshi la polisi. Nyinyi wenyewe ni mashahidi namna ambavyo maafisa wengi wamepandishwa vyeo, hata askari wadogo wengi wamepata vyeo kuwa maafisa, kuwa wakaguzi wa jeshi la polisi, ujenzi wa vituo vya polisi, ukarabati wa vituo vya polisi, ujenzi wa nyumba za askari unaendelea nchini kote, kuongezeka kwa vyombo vya usafiri kwa jeshi letu ikiwemo magari, pikipiki na hali kadhalika. Nafikiri sasa kama umekosa cheo wewe lazima tukuulize umelogwa na nani, maana vyeo vimegawiwa kweli kweli kwa jeshi la polisi na magereza. Kama umekosa lazima tupige ramli tukuulize wewe kwa nini umekosa cheo, kwa sababu rais ametoa vyeo vingi kwa jeshi la polisi na kwa jeshi la magereza. Kwa hiyo ninaendelea kuwapongezeni. Tuendelee kuimarisha kamisheni ya polisi jamii
pamoja na kuwapanga na kuwapeleka wakaguzi wa polisi kwenye kila kata kama ambavyo inafanyika hivi sasa, ili wakawe kiungo kizuri baina ya jeshi la polisi na wananchi katika maeneo yetu. Lakini nitumie fursa hii pia kuwataka jeshi la polisi mkoa wa Mwanza mfanye kila linalowezekana kuendelea kukomesha viashiria vya ukatili wa kijinsia kama ambavyo mmekuwa mkipambana navyo. Tukomeshe uhalifu wa kupitia mitandao. Wizi kwa njia ya mtandao wa simu sasa imekuwa ni jambo kubwa. Kwa hiyo jeshi la polisi pia kupitia Inspekta Jenerali wa polisi, sio tu kamanda wetu, waimarishe kitengo cha intelijensia, lakini pia uchunguzi kwa kutumia mifumo ya kisasa ili kuendelea kuwabaini wale wote ambao wanafanya wizi kwa njia ya mitandao. Nimefurahi kuona pale mbwa ambao wanaweza kudetect madawa ya kulevya, lakini tumeona maonyesho ya jeshi la polisi, hususani polisi wanamaji ambao sasa wanaweza kutoa mafunzo hata kwa taasisi nyingine. Kwa hiyo taasisi nyingine ambazo zina uhitaji wa mafunzo, ninatoa wito sio tu kutoka Mwanza, hata maeneo mengine ya nchi hii kuja hapa Mwanza, na tuko tayari kutoa mafunzo ya wanamaji kupitia taasisi yetu ya polisi marine hapa Mwanza. Tunapoendelea kujivunia Tanzania kuwa kisiwa cha amani na utulivu, kwa namna pekee tunajivunia mchango mkubwa unaotolewa na jeshi la polisi katika kulinda usalama pamoja na maisha na mali za raia. Kwa hiyo kazi kubwa mnaifanya, tuendelee kuchapa kazi. Lakini pamoja na hayo, dosari huwa hazikosekani. Kwa hiyo makamanda wa polisi ngazi ya mkoa, makamanda wa polisi wa wilaya, tuendelee kuwasimamia askari wetu vema, ili zile dosari ndogo ndogo, tuhuma za hapa na pale kuhusu matumizi mabaya ya madaraka, kuhusu kutumia vyeo vyetu vibaya, lakini pia hata masuala ya rushwa na ubadhirifu, masuala ya kuonea watu bila kuwa na sababu, kamata isiyo na msingi wote ile, vitendo hivi tuviondoe ili kuendelea kujenga taswira bora ya jeshi la polisi. Ili jeshi la polisi ni mali ya wananchi, sio mali ya sisi viongozi. Kwa hiyo wananchi ni lazima waonyeshe kuridhishwa na mwenendo wetu, kwa sababu wao ndio wateja wetu, wao ndio jeshi lao. Ndio maana kauli mbiu inasema ulinzi wa raia na mali zao. Yes. Yeah.
Kwa majina naitwa Koplo Stella Limo, ni askari wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, kitengo cha dawati la jinsia na watoto. Kwa kifupi kabisa, kama ambavyo nimepewa maelekezo Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli niliweza kutunukiwa tuzo ya kuwa mwanamke kinara kanda ya Ziwa na mikoa ya Magharibi, na najivunia kuwa askari pekee wa Jeshi la Polisi Tanzania ambaye nimeweza kuchaguliwa. Lakini hiyo haitoshi tu Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni tuzo ambayo nimeweza kutunukiwa kwa nguvu ya wananchi, sio Jeshi la Polisi, ni nguvu ya wananchi. Na hii ni ishara njema kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo wananchi wamekuwa na imani juu ya utendaji wa kazi. Haya, raia wamekuwa na imani juu ya utendaji wa kazi na majukumu yetu ya kila siku, ambayo kimsingi tunatenda kwa kuzingatia misingi mikuu ya Jeshi la Polisi ambayo ni nidhamu, haki, weledi na uadilifu uliotukuka, lakini pia kwa kufuata Police General Orders. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru sana pia kwa kuweza kunitambua kwamba ninaweza nikafanya kitu fulani katika jamii yangu na nikaleta impact ambayo ni positive. Asante sana.